Tukiwa tunaadhimisha siku ya figo duniani ambayo maadhimisho yake ni tarehe 12 mwezi wa 3 kila mwaka, ambayo kwa mwaka huu kauli mbiu yake inasema afya ya figo kwa wote, kutunza watu, kulinda dunia. Nitazungumzia mambo machache kuhusiana na afya ya figo. Kama tunavyofahamu kwamba figo ni kiungo muhimu sana mwilini ambacho kinafanya kazi kushirikiana na ogani mbalimbali ikiwemo moyo, ikiwemo ubongo, mapafu, mishipa ya damu pamoja na mifupa. Figo inafanya kazi mbalimbali ambazo ni muhimu sana, na endapo itashindwa kufanya kazi yake vizuri kama inavyotakiwa, mtu anaweza akapata madhara mengi ambayo kimsingi yanaweza yakamuathiri ubora wake wa maisha pamoja na kumuongezea gharama pia. Magonjwa au changamoto za figo tumezigawanya katika sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza ni hitilafu ya muda mfupi, kwa kitaalamu tunaita acute kidney injury, ambayo inaathiri figo kwa muda usiozidi miezi mitatu. Lakini changamoto ya pili inaitwa chronic kidney disease, ambayo ni changamoto ya kudumu au changamoto ya muda mrefu katika figo, ambayo inaathiri figo kwa kipindi ambacho kinazidi miezi mitatu. Kupitia maendeleo ya teknolojia pamoja na maendeleo katika huduma za afya, tunaweza kufanya utambuzi wa magonjwa haya yakiwa kwenye hatua za awali kwa kufanya vipimo mbalimbali, lakini pia kwa kuangalia dalili ambazo wagonjwa wengi wanakuja nazo. Katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Manyara tunafanya kliniki ambazo ni madhubuti kwa wagonjwa wenye changamoto mbalimbali, ikiwemo changamoto za muda mrefu kama pressure, kama sukari, ambazo mara nyingi hupelekea mtu apate changamoto katika figo. Na endapo tutatambua kama mgonjwa anaonyesha dalili za figo kutofanya kazi vizuri, ambazo dalili hizo mara nyingi hazipo moja kwa moja, lakini zinaweza zikahusianishwa pia na magonjwa mbalimbali, ikiwemo mtu anaweza akajisikia kichefuchefu kwa muda mrefu, anaweza akajisikia kichwa kuuma mara kwa mara, anaweza akawa anatokwa sehemu mbalimbali, anatokwa damu sehemu mbalimbali za mwili, anaweza mgonjwa akawa anakosa usingizi au analala kupita kiasi, anaweza akawa anajisikia maumivu sehemu mbalimbali za mwili haswa kwenye mifupa, lakini pia kiwango cha mkojo kinaweza kikapungua endapo figo itashindwa kufanya kazi vizuri. Mara nyingi tukigundua dalili hizi ambazo nilizozitaja ni baadhi tu, kuna dalili nyingine nyingi ambazo mgonjwa anaweza akawa nazo, huwa tunafanya vipimo kuangalia kama kweli huyo mgonjwa anasumbuliwa na changamoto ya figo. Endapo tutafanya vipimo na kutambua kwamba mgonjwa anapata changamoto ya figo au tayari ameshapata changamoto ya figo, kuna huduma ya haraka ya usaidizi tunaweza tukampatia. Kwa wagonjwa ambao wanapata hitilafu ya muda mfupi, mara nyingi wanaweza wakapewa usaidizi wa haraka na wakapona kwa baadhi yao, lakini kuna baadhi pia wanaendelea kusumbuliwa na changamoto hiyo na kuwapelekea kupata changamoto ya muda mrefu. Nikizungumzia kwa ufupi kuhusiana na matibabu ambayo tunawapatia hawa wagonjwa ambao wana changamoto ya figo, mgonjwa mwenye changamoto ya figo, tiba stahiki ambayo anatakiwa kupata haswa kwa wagonjwa ambao wana changamoto ya muda mrefu ama chronic kidney disease ni huduma ya upandikizaji, ambayo hiyo huduma kwa sasa haipatikani hapa kwetu, lakini ni huduma ambayo akipatiwa huyu mgonjwa anaweza akarudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini kutokana na gharama, lakini kutokana na baadhi ya watu kukosa watu kwa ajili ya kuwatolea figo kwa ajili ya upandikizaji, lakini pia kutokana na udharura, manake huduma ya upandikizaji inaweza ikachukua muda pia na mgonjwa hali yake inakuwa sio nzuri, kuna huduma ambayo mgonjwa anaweza akaanzishiwa ili kumpa usaidizi kwa kipindi kifupi au kwa haraka. Hii huduma kwa kitaalamu inajulikana kama dialysis, ambayo kwa Kiswahili tunasema ni huduma ya uchujaji damu, ambapo damu ya mgonjwa inapitishwa kwenye mashine, inaenda kusafishwa na kutoa zile takamwili au zile sumu ambazo zimezidi mwilini, lakini hiyo damu inarudishwa mwilini ikiwa ipo safi kabisa kwa ajili ya matumizi ya mwili. Lakini hiyo ni njia mojawapo ya kufanya hii huduma ambayo inapatikana katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa, na katika sehemu nyingine pamoja na makundi maalum ikiwemo watoto wanaweza wakapata huduma ya usafishaji wa damu kwa kutumia njia nyingine ambayo haihitaji kutoa damu mwilini. Hii kwa kitaalamu tunaita peritoneal dialysis,
ambayo inahusisha kuingiza maji maalum kwenye tumbo la mgonjwa, ambayo hayo maji yataenda kufyonza au kuchukua zile takamwili ambazo zimezidi mwilini na baadaye yanatolewa pamoja na ule uchafu. Hizi huduma zimeweza kuwasaidia watu wengi ambao wamehitaji huduma kwa haraka na wamehitaji wengine hii huduma kwa kipindi kifupi tu, manake kuna wale wanaopata changamoto za muda mfupi wakipewa hii huduma wanapona, lakini pia kuna wale wanaohitaji huduma za upandikizaji. Kabla ya huduma wanaanzishiwa huduma ya dialysis ili kuweza kupunguza zile sumu, na kwa kiasi kikubwa imeweza kuwasaidia watu wengi walioko maeneo ya jirani na Manyara pamoja na ndani ya huu mkoa wa Manyara. Baada ya kuanzisha huduma tumeweza kuwasaidia watu wengi na kimsingi wanaifurahia, lakini pia tukifanya vipimo mara kwa mara vya maabara tunaona zile sumu au zile takamwili zimepungua kwa kiasi kikubwa, lakini pia ule ubora wa maisha umeongezeka. Watu wameweza kurudi makazini na wameweza kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Ili kutunza figo zetu zisipate madhara au zisipate changamoto mbalimbali kama ambavyo nimezizungumza awali, tunaweza tukatoa ushauri wa aina mbili. Kuna makundi ya watu ambao wao ni ngumu kuzuia wasipate changamoto ya figo, kwa sababu mwingine anaweza akazaliwa ana ugonjwa ambao unaweza ukampelekea tayari moja kwa moja akapata changamoto ya figo, ikiwemo saratani, au kuna watu ambao wanapata tunaita autoimmune diseases, magonjwa ambayo kinga ya mwili inajishambulia yenyewe. Hawa watu kidogo inakuwa ni changamoto kuzuia asipate huo ugonjwa wa figo, lakini kinachofanyika ni kama atatambua ana dalili mojawapo kati ya zile dalili ambazo nimezizungumzia, ni muhimu akifika hospitali na kupewa usaidizi wa haraka. Lakini kwenye kundi la pili, kundi ambalo ni la watu ambao tayari wana magonjwa ya muda mrefu, nazungumzia magonjwa ya sukari pamoja na magonjwa ya pressure, ni muhimu wakihudhuria kliniki zao kama inavyotakiwa na kuweza kutumia zile dawa ambazo wanaandikiwa ili kuweza kupunguza au kuweka sukari pamoja na pressure katika msawazo mzuri. Lakini pia kwa kundi jingine ambalo tayari wenyewe hawajatambulika kwamba wana ugonjwa wa sukari wala ugonjwa wa pressure, wanatakiwa kufanya mabadiliko katika mtindo wa maisha pamoja na lishe. Kwenye mtindo wa maisha ni vizuri kufanya mazoezi, kuepuka kupata magonjwa ya moyo, magonjwa ya sukari, magonjwa ya pressure ambayo mara nyingi yanapelekea mtu kupata changamoto katika figo, lakini pia kupunguza matumizi ya sigara au kuacha kabisa matumizi ya sigara, kupunguza unywaji pombe kupita kiasi ambao pia inaweza kuhatarisha afya ya figo, lakini pia kupunguza au kuacha kabisa matumizi ya dawa yasiyo na ulazima. Mara nyingi watu wamekuwa wakitumia antibiotics, dawa za maumivu pasipokuwa na prescription au kuandikiwa na daktari kutumia dawa hizo. Pia wanajiweka hatarini kupata changamoto za figo. Lakini kuna issue ya chakula. Kumekuwa na ongezeko la ulaji wa vyakula ambavyo havishauriwi kiafya. Ni vizuri watu wakipunguza au kuacha kabisa kula vyakula ambavyo vinaweza vikahatarisha afya ya mwili.